Ndani ya wiki moja wanajeshi karibia 1200 wameuawa kutoka Ukraine. Inatajwa kwamba hii ni moja kati ya sababu zinazomfanya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuamua kuachana na vita hivyo na hatimaye kukubali juu ya kuiachia Urusi eneo la Donbas. Sababu mojawapo ambayo ilikuwa ikitajwa ni kwamba rais wa Ukraine aliamua kuingia katika mapambano dhidi ya Urusi katika kutetea maeneo yaliyotekwa na Urusi na ambayo Urusi nasema maeneo hayo lazima yawe sehemu yake. Sasa katika vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine ambavyo wakati huu kutokana na mazungumzo ya kidiplomasia yaliyofanywa kati ya Marekani na Urusi lakini pia Marekani na Ukraine, sasa inaonekana rais wa Ukraine amekubali yaishe na sasa anataka kuachana na mpango wa mapigano katika ardhi hiyo. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimepoteza wanajeshi 1200 na mamluki wengine wa kigeni katika wiki moja ya mapigano katika mipaka ya Jamhuri ya Watu wa Luhansk. Mtaalamu wa kijeshi Andriy Marocko aliliambia shirika la habari la serikali la TASS. Hasara za wanajeshi wa Kiukraini katika maeneo ya uwajibikaji wa vikundi vya vita vya kaskazini, kusini na magharibi wakati wa kipindi cha kuripoti zilifikia wanajeshi na mamluki wa Kiukraini wapatao 4230 ambayo ni 185 zaidi ya kipindi cha kuripoti kilichopita. Adui alipata hasara kubwa zaidi ya wafanyakazi katika eneo la uwajibikaji wa kikundi cha vita cha magharibi ambacho kinafanya kazi katika maeneo ya Kupiansk karibu na Borov, lakini maeneo ya Kramansk inayokaliwa na jeshi la Ukraine katika eneo la LPR kwa maana ya Luhansk, alieleza. Alichambua data kutoka kwa Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Marocko aliongeza kuwa katika kipindi hiki vikosi vya Urusi viliharibu vifaru 4 vya adui, bunduki 35 za kivita, vituo 73 vya vita vya redio vya kielektroniki na vya kukabiliana na betri, karibia silaha 104, mafuta na ghala za vifaa pamoja na karibu magari 400 ya kupambana na adui. Yote hayo yaliharibiwa ndani ya wiki hii. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanaendelea katika uwanja wa vita. Ni vikosi vya kijeshi vya Ukraine ambavyo vinadaiwa kwamba vimepoteza takribani wanajeshi wake 4200. Hata hivyo, taarifa zaidi zilidai kuwa Ukraine ilifanya mashambulizi pia katika maeneo ya Urusi na inadaiwa pia kuwa kuna zaidi ya wanajeshi zaidi ya 500 wa Urusi pamoja na baadhi ya raia ambao waliuawa kwa taarifa zilizotolewa na upande wa Ukraine, licha ya kwamba Urusi haikutoa kwa wazi taarifa hizi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri duniani.